tutaweka kipaumbele kwenye ushirikishwaji wa vijana katika masuala ya maendeleo yao. Natambua kumekuwa na majukwaa mengi ya kuwafikia vijana, ila bado shughuli zao zinafifishwa na masuala ya kisiasa na majukwaa hayo kupoteza malengo na mvuto kwa vijana. Mimi na wenzangu serikalini tumefikiria kuwa na wizara kamili itakayoshughulikia na mambo ya vijana. Asante sana waheshimiwa wabunge. Tumeamua kuwa na wizara kamili badala ya kuwa na idara ndani ya wizara yenye mambo mengi. Vile vile ninafikiria kuwa na washauri wa masuala ya vijana ndani ya ofisi ya Rais. Jambo jingine tuliloahidi kulitekeleza ndani ya siku 100 za awali za kazi ni kuchukua hatua za kuongeza mitaji kwa ajili ya shughuli za kiuchumi za vijana na wanawake kwa kutenga shilingi bilioni 200. Serikali inaendelea kuangalia njia nzuri ya kuimarisha mfuko huo kwa lengo la kuongeza ufanisi kwa walengwa. Aidha, kwa kushirikiana na sekta binafsi, tutaanzisha madirisha ya uwekezaji kwa vijana, yani Youth Investment Windows. Madirisha haya yatatoa mikopo nafuu na mitaji ya uwekezaji kwa biashara za vijana. Mheshimiwa Spika, pamoja na hayo niliyoyaeleza, kuna mengi zaidi ambayo tumejipanga kuyafanya katika kipindi cha miaka 5 ijayo.